Naam, karibu tena katika Dada Uncensored, na hii leo basi tumepata fursa ya kukutana naye mtangazaji maarufu mwenye tajriba ya hali ya juu, ameheshimika. Umemwona miaka mingi katika runinga zenu akiwaletea habari za hapa na pale na makala maalum. Namzungumzia si mwingine ila ni dadangu Bi Isabella Kituri. Naam, Bi Isabella, wengi wamekuwa kwa miaka zaidi wamekuwa kwa TV tu ukisoma habari, unakaa mtu yuko very organized, serious, mambo yako sawa sawa, umejiamini, utishiki, unafanya interview ambazo baadhi ya viongozi ambao wengi waogopa wakija kwako unapelekana nao sababu. Je, Isabella yule jambo kwenye TV no nonsense, hataki mchezo, ndio huyu nje ya TV? Unajua ndani ya TV na ratiba mambo yamepangwa wiki nzima, mwezi mzima. Kwa hiyo ukifika pale lazima uwe ni mtu mwenye mikakati. Kwa hivyo uko tuseme uko organized. Hiyo ni TV. Ukija kwa maisha ya kawaida, reality, yanakupa chengo, yani yanapiga chengo. Sio kawaida, sio kila siku mambo. Leo ukiamka hivi, kesho utapata vipi? Leo utaamka umepanga ratiba yako, hela zako nzuri nini. Kesho ukiamka, yani mambo mengine yanakuja. Lakini kile kitu ambacho nimejifunza kama maishani ni lazima uwe mkakamavu wa kujiamini, kusema nilipanga hivi, lazima nifanye mpango wangu uende hivi. Discipline. Kwa sababu usipokuwa na discipline, leo utaamka utafanya, kesho utaamka utajikakamua sasa, halafu unakosa consistency. Na binadamu yeye mwenyewe hana consistency, lakini akiona hilo tatizo kwa wengine sasa huyu naye haaminiki. Kwa hivyo hilo ndio jambo muhimu nimejifundisha, discipline na consistency especially in what you love. Yes. Unajua kuna baadhi ya wanahabari ikiwemo sisi wengi, baadhi wana drama nyingi sana. Lakini umeweza kufanya career yako ya miaka bila drama. Ukiangalia Isabella unatafuta sana kupata stories za Isabella, ama usikie Isabella sijui amehusishwa na nini. Hazipo. Siri ya kuwa na career ambayo just your work, reputation yako iko sawa. Siri yako uliweza kujipanga hivi bila kupotea. Maana wengi wamepotea. Majina yamepotea. Wengine majina bado yako, lakini ukitajiwa utakapokimbia. Lakini Isabella Kituri vile. Sema labda mama alimchapa sana. Mamangu ni mwalimu. Kwa hivyo yeye hataki msaada. Mama na baba ni mtu wa kanisa. Lakini kando na hayo ni kujua kule umetoka. Mimi nimetoka Taita, nimekuja Nairobi, na wewe ndio firstborn na Mbogo, wewe tunakutegemea. Kwa hivyo kuna yale matarajio, na wewe pia una matazamio yako. Naona tofauti na pengine nilivyo mimi, ile tofauti iko kwa wengine ni kwamba mtu anakuja hategemewi nyumbani, labda ndio wa mwisho, ama wazazi wake wana hela, ama tu hata kama hawana hela ni mtu tu hasikia, ni tunaita sijui tatizo la millennial, lakini sidhani ni millennial, ni mtu tu binafsi. Lazima kujua wewe mwenyewe unakwenda wapi. Ukiangalia kuna kitu nilikuwa nimesikia nikiwa msichana, na ni babu alikuwa daktari pia, alikuwa anasema in your 20s ni trial and error, in your 30s achieve, in your 40s take it easy, in your 50s relax. So unajua kama ushapewa ratiba ya maono aina hiyo, unajaribu kujikakamua, hata kama kuna weaknesses hapa na pale, kila mtu ana upungufu, lakini unajirudisha katika ile barabara. Nimejaribu kujibambanya hapa na pale. So I think hivyo ndio nimeweza kusucceed. Alafu kisha watu huzungumza. Mazungumzo ya watu sio karakta yako. Hivyo ndivyo wanapokuona. Lakini wewe mwenyewe unajiendesha vipi? Wewe ni mtu aina gani? Unajua kuna wengi wanapotea, wanashindwa kujitenga na umaarufu na uhalisia wa maisha. Lazima ujue unachokula na kwa sahani kiasi gani. Ukijaribu kula vile wengine wanakula, utapasuka msamba chooni.
Wasema kila mbuzi ula kwa urefu wa kamba yake. Naam. Sasa kama ukitaka wenzako vile wanapovaa pia utakuvaa. Haya. Mwenzako labda hujui hela zake yatoa wapi, wewe ung'ang'ani bei madeni nini. Kwa hivyo kwangu mimi muhimu ni with this can I make it? Yeah. What can I do with what I have? That's most important. Of course kuna ile kama vinapenda kwa gari sana. Lazima natamani full, lazima niwe full. Lakini sitaona mwenzangu ana Land Rover ama zinaitwaje hizi? Lexus sijui. Lexus nini nataka ile. Unafanya kazi gani? Unajui. Lakini kama unakipenda utatafuta njia. Kama utatafuta tu njia ile unaweza kujimudu. Yaani according to your cloth, kulingana na uwezo wako. So kuweza kuishi katika maisha ambayo unaweza kujimudu ni maamuzi kwamba mengine ni ya kupita, lakini wewe unavyojistiri ni muhimu. Wanasema heshima na taadhima hainunuliwi bwana. Ni kitu cha bure, lakini kikipotea kimepotea. Kikipotea kimepotea, nakwambia machozi ndo. Na ukiweza kuvuna pia unapata amani pamoja. Katika sekta ya wanahabari, changamoto nyingi, wengi wanaingia na matarajio chungu nzima. Lakini heshima, taadhima baada ya muda inapotea. Wewe uliweza vipi kujikinga usipotee katika nitaita kasumba ya kujihusisha hapa na pale hapa na pale? Wanasema ati publicity either iwe positive ama negative. Is good publicity. Vile nilivyoweza niliamua tu mwenyewe, na nilikuwa na watu ambao wamenizingira ambao wanaongea mambo ya maana, mambo ya maono. Ni muhimu sana wale watu wanaokuzunguka. Kuna watu wanaweza kuzunguka, yani 20 years ama 10, yani miaka ya baadaye ukiangalia ushtuki. Mungu, kwa nini uliacha wale watu kwa karibu na wewe? Na kuna wale ambao wanaweza kuzunguka, yani mkawa msaada kwa wewe wote. Na shukuru Mungu nimeweza kupata watu wa aina hiyo, watu wa msaada katika maisha yangu. Hivyo ndio nimeweza kuepuka hii inaitwa ndirama. Na kusema masuala ya watu kuzungukwa na watu ambao wanakusaidia kimaisha. So unaamini kwamba wanawake wakisaidiana, women and female support each other, naweza tukafika mbali? Naweza tukafika mbali. Kwa mfano niseme umekuja hapa, tumezungumza, nimekuwa nyumbani for a while, ndio ukijitenga peke yako unaweza jisahau. Tumezungumza, usimuongea mambo ya maana, nikasema kweli na nguvu hiyo inaweza. Sasa unakuja umekuja umenitia moyo, Hakuna jambo lisilo kubwa zaidi duniani kama ya imani, ya hope na matumaini. Faith and hope, very most important things, and they only come when you meet other people. Zinakuja kama mkiketi, yale mnazungumza ni mambo ambayo mnataka kusonga mbele. Mimi maswali kwa sasa, kuna maswala ya COVID-19. Kuna wengi kupoteza kazi kwa majumbani. Bikola kwa mzee kuishi maisha ina fulani. Mimi mmoja wao, kwa mmoja wao. Kuna wengi kupoteza matumaini sasa hivi. Mbona ndio mwisho wa dunia? Anapata gemi lake ni moja tu, kazi. Kazi imekwisha. Imekwisha. Una mbele wala nyuma. Na ni jambo la kusikitisha. Nilijifunza kitambo kwamba lazima uwe na chako kando kando. Mwajiri pia anatafuta lake. Wewe utafuta nini? Kama ukianza mtu kwenda kazini kila siku, yani umeona tu hapo ndo kila kitu, ni hatari kubwa. Mimi kwa mfano sasa niko nyumbani, ndio nachukua muda ku relax, nikasema nimefanya kazi bila kupumzika kidogo. Lakini nimepumzika, kuna hii work at home, watu wanafanya kazi nyumbani. Niko na side hustle yangu, ni kuandika, kutranslate Kizungu Kiswahili. Naendelea voice over artist, nimefanya miaka mingi, naendelea. Naenda kidogo nafanya maliza narudi. Naweka hela zangu mfukoni. Unajua za kila siku sio kama zile za mwisho wa mwezi. Mtu ukitambua hivyo, hata ile kazi ya ofisi utakuwa unafanya tu, yani kusupplement mpaka ile siku utaweza kusimama kupata kitu ambacho kitakuwezesha. Ama pia unapenda ile kazi ya ofisi, pia ni talanta yako ndio unaendelea nayo. Lakini muhimu kuwa na side hustle wakati huu wa corona. Bila shaka najua kuna watu ambao watasononeka,
Kuna wale watakuja waangalie kumbe niko na talanta hizi, then kuna watu wengine watarudi ofisi zile waliokuwa. Na kuna wale ambao tayari wametengeneza na wako sawa. Kwa hivyo kila janga lina wema wake. How do you reinvent yourself? Sabila vipi? Mara kuna mtu ameketi amejaribu akifikiria hivi akiliambia hii siwezi kufanya. Vipi unapata morali motisha kwamba leo ni siku mpya, naweza nikaanza maisha yangu upya? Nikupe story ya msichana mmoja tulifanya kazi zamani Soja. Soa alikuwa anapenda sana journalism. Yuko Marekani, sijui kama nasikia. Naam. Alikuwa anapenda journalism. Lakini jinsi safari ilipoenda, wakati wote sote tulikuwa changa. So akabadilisha, kaingia taaluma ya uguzi, medicine. Kumbe so utaweza mambo ya medicine imefika vipi. Lakini kuna jambo nilijifunza naye wakati huo. Pale ulipo inaweza kuwa mwisho, inaweza kuwa kikomo na kile. Ama inaweza kuwa ni hatua za kufungua macho kwa mambo mengine. So reinventing yourself ni kuangalia uwezo wako kimasomo, kitalanta, na kuangalia kile unachoweza. Kuna wengine wanaona tu hii iko ni opportunity ya pesa. Atafanya amalize. Kwa hivyo it is the most powerful tool any person can have. Ukiona unachoka, unaamka unasema sinajua kupika, unabadilisha. Ukiona umechoka unasema mimi najua kupanga deko nini, unakuwa interior designer. Tena ukiona mimi nilikuwa nikilima nikiomba tunarudi na kwa mbele. Usiri ni keep moving. Usikae pale. Usisononeke, usishtuke, na ukiona mambo yanakubadilikia sana, tulia kidogo. Jipe time. Utafufuka tena. Ndio wewe ni miongoni mwa wanawake jasiri ambao nawaheshimu, na kila siku nikiamka na ninakuombea Mungu akuzidishie nguvu, maana umepitia mengi. Uliolewa kwa mdogo, kabla hujatulia mwenyewe katika ndoa yako kaanza kuenjoy, Mwenyezi Mungu akamchukua mume wa kwanza, ukapitia mitihani chungu nzima. Lakini baada ya miaka yote hiyo kuna tabasamu naona sasa imerudi 15 miaka 15 Isabela, sasa tabasamu imerudi. Ulimanage vipi kupambana na ile loss panzi, kupoteza na mpenda, alafu sasa ikafika wakati ukasema nao niko tayari? Well, loss si kitu rahisi kwa mtu yote. Iwe ni mtoto, iwe ni mnyeo, babako, mamako, yaani mtu ambaye umemtegemea. Na ikikupata huwa hujui, ni watu wanakuona tu tena nitarudia, wale watu ambao wanakuzunguka ni muhimu. Kwa hivyo vile nilikabiliana na loss ni familia yangu, niko na marafiki wachache ambao nawategemea sana kama wewe. Yaani wale watu wakija hata hawakuogopa, wanakuambia wewe bwana, vipi bwana? Yaani watu wanakuchangamsha. Hivyo ndio unaweza kukabiliana na loss. Watu wanakuamsha. Maanake loss inaweza kufanya ulale sana. Na nililala kwa muda. So vile nilikuja miaka 15 baadaye niko na teenager. Sasa niko na mtoto mwaka mmoja. Umeona mzee hapo nje. Tuambie, finally moyo ulipenda, ulifungua roho ukapenda sasa. Moyo ulipenda, kuna watu wanashinda kuuliza jamani kwambia nini bana? Mbona umejaribu? Miaka tulikuwa tunakumbuka ukiweka pressure sana sisi. Tukamwambia Isabela umezidi. Mwaka wa kwanza kusabia wa kwanza wa pili. Kila mwaka watu wakutakia kila la heri. Sisi tunakuuliza, vipi? Twajalini. Sasa congratulations. God's timing is perfect. Yes. Kwa mtu ambaye yuko katika hali hii, either loss ama hujapata mume, wewe relax. Lakini katika ile kurelax, usikae fwa ukisononeka ama ukisema nitakata lini ama kila siku unapikwa watu. Kama ni shule nenda shule, kama ni biashara fanya biashara. Yaani jaribu mambo mengine. Sasa ingine ukianza kutembea katika shughuli zako, huyo mtu ambaye ulikuwa unamtafuta unampata katika hizo shughuli. Hutampata katika pilo ya machozi ama hutampata katika atibiso sana. Na tena kile kitu ambacho niliweza kulana, kwa sababu mume wangu wa kwanza alikuwa siku date wala nini. Yaani tulipatana tu introduction, akasema nitakuoa. Mimi sijui date. Msana wenyewe. So that I had to learn. Yes. Watu wanatafutaje mtu?
mtu utafutwa ama yuleta. Na malezi yako kweli kutoka ni tofauti sana. Sana. Huko fundishwa kutafuta. Boys are poison. Even after hata kupata mtoto, kuna ile uoga nisipate mtu anihati. Alafu kuna yale matarajio ile wa kwanza aliweka. Yeye alikuwa ni toy na fulani. Kwa hivyo sasa wewe ukitoka pale nje pia utaka vile tu kuchagua. Lakini huwa haendi vile. Kila mtu ana udhaifu wake. Labda ningekaa naye zaidi, nisema mtu naye. Lakini kwa sababu kila mtu ana matatizo yake. 17 sasa. 17. Historia siku nyingine. Historia yako za dodele. Yeah, so ni ile kitu tu my mama aliniambia. Fanya hivi msichana. Value. Kila mtu anabeba value katika maisha yake. Vile wewe unajivalue, usipate mtu ambaye anakuvalue less. Na hata ukipata mtu na ukiona anataka kuvalue less, mkumbushe. This is my level. Usimpeleke chini hapo. Tuishi hivi, ama tufikirie wengine. Lakini wengi wanaogopa upweke, sababu wanabakia hapo. Upweke ndio maana wanabakia pale. Kubaki pale sio ubaki fua. So unasikia nasema hii ndio level ya. Unajua kila mahali ukienda utapata kasoro. Itakosekana. Unapambana na hali yako pale. Kama nyote mmeamua tutapambana na hizi hali na mnaelewana ni sawa. Kile kitu ambacho mimi husema abuse ya tusi, kupigwa, hiyo tayari hata dini yenyewe imekataa. Maana Mungu mwenyewe kuleta yeye mwenyewe kukudhulumu. Kwa nini binadamu mwingine akudhulumu kiasi hicho? So hiyo ndio lesson muhimu katika relationship, value. Sasa upata mtu ambaye anakuvalue bila hasa kuchagua. Maana isabisa bila kujua sisi. Kwa kuchagua tu finally. Bwana harusi, hebu tuambie kwanza alikuja kujali maana hiyo swali la kila mtu. Wale wote wanamjua Samila tunambadia story. Na mimi ndio kwanza leo atanipa. Nilisema tu katika shughuli. Naam. Katika shughuli tu mambo ya unaona kama sasa sisi ni watu wa media, communication. Kuna side hustle zangu. Pia kidogo events kidogo pia ni mtu wa mikakati hiyo ya events ya communication. So tulipata napo. Hata haikupangwa wala nini. Ile tu mnapata unaona unasema hala. Yaani ikawa hata haikuchukua muda ikawa urafiki ukakuwa bado. Yaani hata haikuchukua muda eti urafiki mpaka na pale. Yaani mambo tu yaliingiana kaingia. Yaani ile ukweli. Unajua kuna ile unaona unapelekwa paka na pale. Na kuna ile wewe mwenyewe unashtuka unasema wah. Ndio amekuja na mpango. Washtukia ushafika. Uweze kuhepa. Uko ushanaswa. Pia wakati wa Mungu Mwenyezi Mungu labda pale pia yupo yasema pia alinaswa. Unajua Mungu wengi huogopa sana wasichana ambao ambao ni maarufu. Si katika utangazaji pekee yake, katika siasa. Kwa hiyo tangazo wasichana ama wanawake ni maarufu kwa wingi sana huko. Mpenzi wako na baba wako ambao umepata kwa sasa leo hakuogopa, hakutishio. Je, Samila jina kubwa. Maajabu mtu anaangalia TV. Kama ni ustani wewe. Kile niliomba maajabu pia maajabu mengine. Kile nilichomba ni kwa Mwenyezi Mungu nipe mtu kijana, mtu mwenye kuogopa Mungu, na mtu mwenye kujirudia. Hakuna kitu muhimu duniani kama binadamu ambaye anaweza keti ajishtukia sema yaani anaweza jihesabia yeye mwenyewe. Sio yupo tu yani yofanya tu mambo yokosea watu yokosea yani lakini mtu ambaye anatanabai ni mtu tofauti sana. Mtu anatanabai na mtu yuko tayari kujifunza. Hilo ndio likuombea. Masuala ya COVID sasa. Ndio wanaita nini? Sabela kituri ni nomoli yako. Na kila jiti hapa jipi. Unajua kazi ya kufanya yani unakuwa tu satellite mother kama satellite parent. Lakini sasa mnaamkia hapa nyote wawili. Yeye anafaa kuingia class, wewe unafaa kuingia shule zako mikutano yako kwa Zoom. Kwa hivyo mnashindana kipishana. Kama huja yani
kugombana, kuelewana. Yaani una realize familia yangu kwa sijaijua vile ninavyojua sasa. Kwa hivyo hii ni normal, ni nzuri kwa familia. Pia imetufundisha kuwa unaweza fanya kazi zaidi ya moja kwa wakati mmoja katika Zoom, ufanye consultancy hii, ushike ile, Kwa hivyo it's a good new normal. COVID yes imeleta hasara, imeleta huzuni kwa familia ambazo wamepoteza watu. But it's an opportunity for all of us to learn. Ukiambiwa sasa urudi kazini full time. Ni vile ushaanza kuzoea raha za nyumbani. Unaweza ukarudi. Hapa ndio tutaongea. Pesa kwanza. Pesa tutazungumza. Itategemea pia ni kazi gani, kwa sababu mimi mwenyewe niko na maono, nimesoma mambo ya diplomasia. I would love to, I've really wanted to move to that career, and I am now hope sahi ni opportunity itafunguka pia kufanya mambo kama haya. Unadhani kama sisi hujisahau tukiingia katika umaarufu? Unaamka watu wanakwambia kila siku kiamka ukipigiwa makofi unazomba zaidi. Hata waweza toka uchi. Kwa hiyo ukipigiwa makofi wewe unakuwa sawa. Ile hadithi ya yule mfalme. Yule mfalme alitoka uchi. Kupigiwa gwaride, kila mtu amwambie kwa sawa. Kwa sababu kujenga. Ndio athari za umaarufu. Kwa hiyo katika umaarufu akili kichwani. Akili kichwani. Ingia katika umaarufu ujue ile ni kazi. Uingie katika umaarufu ujue hela zinazoingia ni mikakati ya kesho, na pia ni nafasi kwako wewe kujijenga kwa shughuli zingine. Manake umaarufu huja ukaenda utabaki nayo. Katika miaka 20 na miaka 30 na maisha yako, somo gani muhimu zaidi umejifunza ambalo pengine ungependa mtoto wako wa kike akifika umri aweze kujua? Magoti. Jua kupiga magoti mbele ya Mwenyezi Mungu. Hilo ni somo ambalo litakuepusha na mengi na litakuamsha kuamkia mambo mengine mapya mazuri. Na maisha yanaenda kubadilika siku hizi. Instagram, social media ziko, Twitter, kila mtu anaonyesha maisha style fulani. Watoto wetu wa kike wanakuwa katika nafasi ambazo ziko na pressure nyingi sana ikilinganishwa na sisi. Hauogopi? Bwana pengine huenda. Bwana, mtoto mle yangu ndiko kwapi. Dunia nayo pia ina mambo yake. Mtayarishe mtoto kwa hiyo dunia. Nadhani kama wazazi tutakuwa tumeshinda. Kwa wasichana wa kike ambao ni wachanga bado wanaweza kunjwa. Kwa wale ambao hawawezi kunjika tayari ndio kuingine tayari washachelewa. Ni kumkumbusha tu fanya mama, lakini jiulize sababu ni gani nafanya hivi, ina mapato gani, na kesho nitakuwa mtu tofauti na yule wa jana wa Instagram. Kwa hivyo kesho nilipangia nini? Ukiwa na hilo sasa sawa. Mungu mbele. Na basi nimemsikia mwenyewe Bi Isabella Kithure hapa. Uso wake unang'aa na raha. Kama ulimuona miaka 15 iliyopita kama leo utashangaa sana. Mungu amembariki, apata mtoto wa kike. Amepata mpenzi wa kumpenda, wanapendana, ndio raha yote. Faida haijampatikana. Mlichelewa jamvini. Wale waliojaribu mligonga sipo. Mimi nataka kila laheri mama. Shukrani. Na bila shaka tunakuja mingi kuona kutoka kwako. Hatujatosheka bado. Hatujatosheka. Na unapenda sana mpira. Football. Manchester United. Unaona tumepanda ngazi. Mzeni wa Chelsea aliseme naangalia huko chini. Mwisho vipi kaka mechi inacheza? Mechi zikicheza kusema ukweli watu wa Manchester United hapa tutasononeka sana kwa sababu watu wa Chelsea wanajaribu kung'ang'ana. Wale excited tofauti sana, sio na wake wengi ambao mimi nawajua wanaopenda football. Lakini wewe ni mfuasi sugu, maana unakuwa kabla kwa ulikuwa unakwenda katika maeneo ya mipira huko hapo. Umetinga vazi zako hapo. Uko tayari sema Isabella jamani. Wapi na wapi? Sasa niseme point moja hapa kwa dada tundanga. Lazima kila mwanamke utafute kitu ambacho kinakusisimua. Hicho kitu kinakusisimua kitakupatia yani niseme battery mpya. Mimi yangu ni football. Napenda ile kelele, napenda kile kinyang'anyiro, napenda ile leo tumeshinda, kesho tumeshindwa,
zile discussions ile kwa katika lazima utafute kitu ambacho kitakusisimua na kitakupatia connection na wengine ambao mna share your interest. Lazima uwe na hiyo. Wengi tunajisahau. Ukishaolewa kwa mfano ndio tuko hivyo sasa. Kama kwenda kuogelea uogelee tena, kama ulikuwa penda movies hauendi tena, kama ni mpira hauendi. Sasa una focus mama, mimi nishakuwa mama, nishakuwa mke na ninakuwa sasa kazi yangu ni hapa. Kazi ni mama. Maisha yanakupita. Hobby zako usiziwache. Una upishi wako, haya. Pia lazima watu takula nyumbani, lakini wewe mwenyewe wajifurahisha na nini? Ndio mambo yalivyo basi katika The Dada to Dada Uncensored. Tumemaliza hapa na Bi Isabella Kituri. Kama hujasikia basi shauri zako. Maisha ni kujipanga. Na the new normal. Shukrani sana. Asante.